Wazee punguzeni mahari, vijana wapate waoe. So sifa kukaa na kushindana kuzidisha mahari. Kwa vile mzee fulani kamuozesha mwanae kwa bei fulani, na mimi nitaka nimuozeshe mwanangu bei zaidi ya hiyo. Ile si biashara. Wewe unamuozesha mwanao, humuuzi mwanao. Mahari yanavyotajwa kama bidhaa na biashara. Milioni 5, 6, 7, 8, 9, 10. Subhanallah, mpaka inafikia hatua mtu anakuambia sasa nipunguzie. Yani kama vile biashara. Sasa mwanamke si biashara. Yani mwanamke ana thamani kubwa kuliko hata hiyo biashara yenyewe. Lakini imekuwa kama sasa ni biashara na ni munafasa na mashindano baina ya wazee. Unaweza ukawa ni sababu kubwa ya uzinifu wewe. Unaweza kuwa na sababu kubwa ya kuharibiwa kwa mwanao wewe. Mtu kaja kwa kheri, kaja kumposa mwanao, ana dini yake vizuri, anakuja kushtukiziwa na mahari ambayo anatajiwa, yeye mwenyewe anashangaa, anaamua kuondoka. Anakuja mwanaume mwingine anamposa mwanao, anatajiwa mahari ya juu, lakini huyu mtu wa pili alikuwa ni fasik na mtovu adabu, alikuwa hana dini yake kabisa yani. Kwa hiyo anapoona mahari makubwa sana, anaamua kumfisidi mwanao na yeye pasi na kumuoa. Anaamua kumzini, anaamua kumfanyia yote, kisha baadaye anakuachia wewe mtumba. Mwanao badala ya kuwa sasa yeye alikuwa ni mpya, sasa hivi kashakuwa ni mtumba. Sasa ina faida gani? Wazazi tunatakiwa tukae na tujielewe. Mwanao ukimuozesha kwa mahari mepesi au mahari ambayo sio ghali, huyu mtoto wako atapata zaidi ya hizo pesa ambazo umezitaja katika mahari. Endapo atapata nusra, atapata kulishwa na mumewe, atapata kulazwa na mumewe, atapata kuvishwa na mumewe. Haya sio mahari madogo. Na kama mwanaume ana dini yake, atamsomesha mambo ya kheri, atamfundisha mambo ya kheri. Haya si mahari madogo, na itakuwa ni sababu mwanamke huyu ya kuingia peponi kwa sababu ya kufundishwa kwake mambo ya kheri. Na haya si mahari madogo. Mtoto wako anaingia peponi, unafikiri haya ni mahari madogo? Thamani iliyoje hii! Leo hii unahiari mwanao afisidike, aziniwe, afanyiwe kila balaa, kisa na mkasa umepandisha mahari. Aqalluhunna mahran aktharuhunna baraka. Wale wanawake wenye mahari madogo ndio wenye baraka nyingi, kwa sababu hawana tamaa wanawake gizeni kama hii, wala wazazi wao hawana tamaa. Mwanaume endapo anapokwenda katika familia na akaanza kuposa, akaona mahari marefu, akaona mahari ni ghali, mubasharatan katika akili yake moja kwa moja anajua kwamba hawa wazazi wana tamaa. Ima wazazi wana tamaa au mwanamke huyu ana tamaa. Kwa hiyo haikuwa ni malengo wala haikuwa mafanikio. Mwanaume anaamua kuondoka. Tuhadharini vizuri, kwa sababu sisi wazazi tunaweza tukawa ni vyanzo vikuu